Wakuu, nimemleta huyu mtoto. Sawa 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 sawa, ndiyo, nitatoa sadaka ya mkono. Sawa sawa. Vipi? Vipi, mbona kama leo una furaha? Kweli ese, leo na furaha. Furaha yangu kukuta nyumbani. Kulingana na majibu yale, nikajua sitokuta mke wangu. Usijali, unajua sio kila mwanamke yuko hivyo unavyofikiria. Mimi nitakuvumilia na nitakupenda pia, tutaendelea kuishi, usijali. Nakupenda sana mke wangu. Naomba univumilie na matatizo yangu. Karibu ndani sasa mume wangu. Nishapika lakini. Nishapika, karibu bwana. Asante. Mke wangu, nimekuita hapa na jambo moja tu la kukwambia, na hili jambo ni kila siku mimi naongea na wewe. Ninachotaka mimi ni mtoto. Kitu gani ambacho unielewi? Sikiliza nikwambie, siwezi kuendelea kuishi na mwanamke ambaye hanipatii faida yoyote katika maisha yangu. Siwezi kuishi na mwanamke ambaye anaendelea kula tu chakula, lakini si hata mtoto akipita pita hapa nyumbani. Nimechoka. Na kwenye hii ndoa mimi nimechoka kabisa. Vumilia tu mume wangu. Yote ni mpango ya Mungu. Hata mimi mwenyewe sipendi iwe hivyo. Wewe vumilia tu. Mungu atatusaidia, tutapata tu mtoto, wala usijali. Sikiza nikwambie mke wangu. Kuvumilia kila siku vumilia. Lakini sioni dalili zozote. Sioni hata wewe unakimbia hata ujisikie kichefuchefu, mwanamke hamna kitu chochote. Lakini wewe kila siku ni kula tu. Sasa sikiliza nikwambie, naondoka. Naomba utafute jawabu la hili jambo. La sivyo, hii nyumba itakushinda hapa nyumbani. Rafiki yangu Nido. Ndio. Mimi nimekuja rafiki yangu. Na changamoto jamaa wangu inanisumbua sana kama unavyojua. Imekuwa ni muda sasa, lakini sioni mafanikio ya mtoto kwa mke wangu. Na nimejaribu kumwelekeza sana, lakini nashangaa majibu yake siyaelewi. Kila siku imekuwa nenda rudi. Hamna dalili yoyote rafiki yangu. Rafiki yangu, kwanza pole sana. Wanawake sasa hivi wanatesa sana. Unamgaramikia, unafanya kila kitu, lakini hawazii kwamba mimi ninahitaji nipate familia. Mimi ninachokushauri, achana naye. Tafuta mwanamke ambaye anaweza kuzaa ili alete heshima kwenye nyumba. Okay. Sawa. Hivyo tu. Unaona mimi mwenzio siwazii wanawake. Akileta ngeshenge mimi mbele. Siwezi nikaishi naye mwanamke ambaye hana faida. Hamna shida rafiki yangu, mimi nimekuelewa na nitalifanyia kazi.
kama nikirudi nyumbani sitamwacha tena yule mwanamke kuendelea kuishi pale. Lazima nimtimue, kwa sababu nahisi atazidi kunichanganya tu. Basi hamna shida rafiki yangu, hili ilikuwa ni hilo tu. Hamna shida. Nashukuru kwa kunitembelea. Karibu tena wasaa mwingine. Okay. Nimeamua kuja kumtambulisha mchumba wangu kwako, na nimepitia kwa mjomba, ndio maana tumeamua kuja na mjomba hapa. Huyu ni mwanamke ambaye anataka kumuoa. Yaani dada, uamuzi alioamua mjomba ni jambo jema kabisa. Kwanza mimi hapa nilipo yaani na furaha. Yaani na furaha. Cheupe doa anaingia kwenye ukoo wetu. Yaani mimi na furaha. Kwa hiyo ni jambo jema ambalo kaamua mjomba. Mjomba hapo huwa anapiga hapo sana mjomba. Binti. Abe mama. Naomba tukisha mara moja kwanza tuongee. Ma. Umefanyaje sasa? Unaamua kumfukuza mgeni wakati tupo kwenye kao mama? Haya, ulimshirikisha nani mpaka leo unakuja kunitambulisha mwanamke hapa? Wewe mlioko wako wameshafika hapo ulipo. Unajiona ushakuwa mkubwa wewe? Kwanza kwani hujaniambia? Unakuja unabeba mjomba wako, mnakuja mnaletana hapa na huyo mwanamke. Kwanza kwetu sisi hatuoage wanawake weupe. Halafu wewe umeshajipata kimaisha mpaka uniletee mwanamke eti nataka kuoa. Unaletea mwanamke mweupe mimi wa kazi gani? Wewe una nyumba wewe. Kwanza unaishi hapa ni kwangu. Kichumba kimoja hicho nilichokupa. Tayari wewe unaenda kuoa. Sitaki kusikia hiyo habari. Ujitafute, ujipate kwanza, ndio ufanyaje uchukue hiyo habari yako ya kutaka kuoa. Sawa? Lakini dada, haya maamuzi kaamua yeye mwenyewe. Mtu kama ameamua jambo lake, basi ameamua kufanya maamuzi ambayo sahihi. Mjomba ameshapata cheuperoa wake. Na sisi kwenye ukoo wetu tupate watu weupe. Kila siku kwenye ukoo wetu ni watu wa kuoa wanawake weusi tu. Mjomba kaamua kuleta cheuperoa. Sasa bado unafanya kitu gani hichi? Huyu bado mtoto mdogo huyu. Bado hajafikia umri wa kuoa huyu. Ataoaje huyu bado? Na wewe kabisa, na wewe kaka una support eti nyota aoe. Anaoa nini huyu? Bado mtoto mdogo kaka, nielewe mimi ninachokwambia. Lakini ni maamuzi yake kaamua yeye. Kaamua yeye wapi? Bado anakaa kwangu hajajipata kimaisha. Ataoa nini huyu bado kabisa huyu mpaka ajipate kimaisha. Mama. Toka. Hebu mama. Tokeni. Mama, tokeni hapa kwanza msinichanganye. Allah. Jomba, mimi nashindwa kuelewa kabisa hii hali ya mama. Kwa nini anataka mimi nisioe? Yule dadangu mimi namfahamu vizuri sana. Yaani anapenda sana kufuatilia mambo ya kiukoo. Eti kisa ukioa mwanamke mweupe kwamba huyu mwanamke atazaa albino. Hizo ni imani ambazo inatakiwa sasa hivi tuziache. Kila siku sisi ni watu wa kuoa, yaani ukoo wetu sisi ni watu wa kuoa wanawake weusi tu moja kwa moja. Kwa nini? Sasa hivi mimi naona mjomba, uamuzi uliouamua ni uamuzi ambao mzuri. Tunataka na sisi tupate rangi nyeupe. Tupate cheupe doa. Tupate wazungu na sisi kwetu. Kwa nini ukoo wetu ni weusi ti kama mkaa? Kikweli mama amezingua sana. Yaani mjomba, mimi ushauri wangu, nenda kaongea na mchumba wako. Najua pale kaondoka na hasira sana.
Kwa hiyo nenda kazungumze naye, nafikiri atakuelewa tu. Sasa mjomba, haina shida. Kama mimi nimewahi nikaongea naye, alafu nitarudi baadaye tena kwako. Sawa sawa. Haya, sawa. Huyu dada mbona anakuwa na vitu yani ambavyo vishapita na wakati? Kwa nini asende na wakati? Shida hii. Baby. Asa mbona unaondoka hapa? Mwingine kuzungumza. Unataka tuongee nini? Unataka tuongee nini? Nakuomba. Tukae chini. Tunazungumza. Haya yanaisha baby. Wewe haupo serious. Inakuwaje unaenda kunitambulisha kwa mama yako ingawa hana taarifa yoyote kuhusiana na mimi? Hujui tunapokuwa na Maila. Na sikutegemea kama itatokea vile. Yaani hata mimi mwenyewe sikutegemea kabisa Maila. Lakini naomba nipe muda tuzungumze. Kwa sasa sipo sawa. Nitafute kwa muda mwingine. Uenda tukaongea vizuri. Mama. Abe. Hivi nilikuwa nataka kujua mama, ni sababu zipi ambazo zinafanya unikataze mimi kuoa? Kwani simeshakwambia mwanangu? Wewe bado mdogo mwanangu Nyota. Kama nilivyokuambia saa zile na mjomba wako kwamba wewe ujipate kwanza kimaisha. Hapana mama. Leti baba angekuepo, haya yote asingetokea. Mimi umri wangu umefika mama. Nahitaji kuwa na mwanamke mama. Nitaishi hivi mpaka lini? Sasa Nyota, bado huna nyumba, huna kitu chochote. Wewe kwanza bado mdogo. Halafu ngoja kwanza nikununulie ng'ombe wa maziwa, nikujengee nyumba, nikununulie usafiri wako, uwe na pesa zako mwanangu. Kisha hapo utaoa. Sawa? Sawa mama. Lakini nikiwa na mwanamke tutaanza wote maisha ya chini mpaka tutafika pale panapotakiwa. Nakumbuka hata wewe mama, uenda mzee alikuoa akiwa na maisha ya chini mpaka hapa alipofika. Mimi ndo nimeshasema wewe bado mdogo, huwezi ukaoa sasa hivi. Sawa? Mpaka ujipate kimaisha. Shamaliza hapo. Sawa?